Kwanza niwashukuru kwa kuweza kuitikia wito huu, lakini pia shukrani nyingine niwashukuru kwamba mmekuwa ni wadau muhimu sana kwenye hatua mbalimbali za maendeleo ya mpira wetu kwenye nchi yetu Tanzania. Mnatupa support kubwa, na bali ya support, lakini pia kwenye baadhi ya mazungumzo au maandiko yenu kuna vitu ambavyo vinatusaidia kuweza kwenda sawa sawa. Bali ya tofauti, watu wanafikiria kwamba wanasema kwamba hataki kukosolewa, sio kwamba hataki kukosolewa. Kama hataki kukosolewa huwezi kutaka maendeleo. Kwa hiyo waliokuwa wanatukosoa kwa nia njema, sisi tunawashukuru kwa sababu wameweza kusaidia, tumeweza kujirekebisha kwenye mambo mengi. Mambo ambayo hatuyataki ni ya uongo, kubuni, kusingizia. Hayo mtu yoyote atakuwa hawezi kufurahi nayo. Alafu sisi tuko wazi, piga simu zetu, tunapokea, tunawapa ufafanuzi. Kwa hiyo mtu kutoka tu kwenda kuzungumza kitu ambacho hakiko sawa, sema kweli hamna binadamu yote mwenye nyongo ambaye ataweza kukubali jambo ambalo haliko sawa. Lakini niwapongeze sana. Sisi kwenye shirikisho tuna wadau mbalimbali ambao bila wao hatuwezi kuendelea. Tuna wadhamini wetu, tuna nyinyi wanahabari, tuna wanachama wetu. Nikizungumza wanachama wa TFF kwa maana ya mikoa yetu, lakini pia na vilabu ambavyo pia ni wanachama. Lakini pia kuna vilabu ambavyo sio wanachama, wanaocheza ligi ambazo sio za ligi kuu, lakini wanachama wa wanachama wetu. Wote hao wana support. Lakini pia tuna mdau namba moja, serikali, ambaye tunafanya naye kazi kwa pamoja, na hili liko wazi tu, bila kushirikiana na serikali hauwezi kufanikiwa, kwa sababu sehemu kubwa ya mipango serikali ndio inafanya. Kama mnavyoona sasa hivi tunapata support kubwa ya serikali kuliko huko nyuma, kwa sababu mahusiano yetu ni mazuri. Lakini pia kwenye mambo mbalimbali, kwa mfano program zetu za vijana, tunashukuru serikali yetu ina utaratibu ambao ni wa siku nyingi wa kuwa na mashindano ya shule zetu, kwa maana ya shule za msingi na shule za sekondari, ambapo ni sehemu ambao na sisi tunapita huko kuangalia vijana mbalimbali wanaoshindana kwenye mashindano yale, na tunawapata wanaweza kusaidia. Mambo mengi tumekutana, tushaongea, tumeshaongea sana kwamba kwa nini tumepata mafanikio haya. Mafanikio haya ni matunda ya kwamba kazi zetu sisi tumezidocument. Hatuamki tu na kukurupuka. Tulitengeneza mpango mkakati wa kwanza, ilikuwa wa 2018 mpaka 22, lakini tukafanyia mapitio 22 pale, tukaanzisha tena mwingine 23 mpaka 27. Kwa hiyo mwaka 27 pia tutafanya mapitio, tutatengeneza wengine. Kuna mambo ambayo tulisema ya muda mfupi tuliyatekeleza, mengine ya muda wakati, mengine ya muda mrefu, yote tumeyazingatia. Na ukiangalia kwenye maono yetu tulisema kwamba hii ilikuwa ni 2018 wakati tunaanza kutengeneza huu mpango, kwamba tunataka tuifanye Tanzania. Tunasema, tuliandika kwa kizungu hapa, build Tanzania as a football powerhouse at every level. Wakati huo tunazungumza ilikuwa Tanzania sio lolote si chochote. Lakini sasa hivi nadhani tunaona tulianza kwenye level ya zone yetu ya Sekafa Afrika, na sasa hivi kwa sababu tumekuwa tuna qualify mashindano ya Afrika mara kwa mara, sasa hivi tumeanza tena kuqualify kombe la dunia. Kama mnavyojua tulishakwenda kombe la dunia 2023 chini ya miaka 17 Serengeti Girls. Lakini pia timu yetu ya wanawake ya futsal ilienda tena kombe la dunia. Lakini safari hii tena Tanzanite Girls nao wameenda kombe la dunia, Serengeti Boys nao wamekwenda kombe la dunia.
na Mwenyezi Mungu akitujalia kesho tuna mechi, tukishinda kwenda robo finali, tukienda nusu finali tayari, na maana Twiga Stars nao wataenda kombe la dunia, na ni matarajio yetu kwamba tutajitahidi kwa burudani za Mwenyezi Mungu twende huko. Kwa hiyo ndio ambayo tunafanya. Bahati mbaya Serengeti Girls hatukuweza kupata nafasi kwenda kombe la dunia kwa mara nyingine, tulitolewa na Afrika Kusini, lakini AFCON hizi tunashiriki. Kama mnavyojua, baadhi ya nchi ambazo hazikosekani kwenye AFCON ni Tanzania, lakini pia tumeshinda vikombe mbalimbali kwa upande wa Sekafa, lakini pia kwenye kualikwa tunaalikwa Kosafa, tumeshinda vikombe. Tumealikwa China under 12, tulikwenda mwaka jana, mwaka juzi. Mwaka huu Serengeti Boys walikwenda kule, wamekwenda kufanya vizuri. Wale vijana wa kike wa under 12 mwaka huu wameenda kwa category ya under 14 Portugal kule, wamekwenda wamefanya vizuri. Kwa hiyo mabadiliko makubwa, na kwa mabadiliko hayo tunapata mialiko mbalimbali. Kwa zamani ilikuwa Tanzania tukitaka kuomba mwaliko wa kucheza na timu nyingine hawawezi kuturuhusu kucheza kwa sababu ilikuwa hatuna maana kucheza nao. Lakini pia kama mnavyojua, sisi ni moja wapo ya zile nchi ambazo zinapata nafasi 4 za vilabu, kwa maana nafasi 2 kwenye Champion League na nafasi 2 kwenye Confederation. Ziko timu 12 tumeingia, na sasa hivi imekuwa ni mazoea, na nadhani tutaendelea kuongeza pointi, hatutaweza kuondoka huko ambapo ni vitu tofauti. Lakini pia ligi yetu imekuwa ni mojawapo ya ligi bora. Leo nimesoma kuna watu wametoa kwamba kwenye 5 bora hatumo, lakini nimeangalia sasa hivi kila mtu tu anaamua anatengeneza. Sasa huyu aliyotengeneza nadhani mara ya kwanza hii ndio au ndio wao wanaotoa siku zote, wale wanaotoa vigezo vya ligi lakini hawa waliotoa sio. Kuna mtu mwingine naye katengeneza akatoa na media zimechukua, sawa, lakini wale ambao walitupeleka huko kwenye namba 4 5 wao wenyewe hawajatoa. Sasa hatujui vigezo vyake ni vipi, labda rangi za jezi, sawa. Kwa hiyo kila mmoja inategemea anaangalia vigezo vyake. Lakini pia unapokuwa kwenye sehemu unashindana na wenzako lazima ukubali. Naweza hata kutakuwa wa 10 wa wapi, kama wenzetu wataendelea kuwa bora zaidi, na ni vizuri tujitahidi. Kwa hiyo yote haya sisi tumeyafanya, tunashirikiana na nyinyi, na sehemu kubwa ya nyinyi mmekuwa ni sehemu yetu. Kwa hiyo leo nimesema tuongee hapa, na sehemu kubwa mtaniuliza maswali tu, kwa sababu mengine nikiarudia ni hayo kila siku. Mniulize maswali nitoe ufafanuzi. Lakini sisi tulikuwa na mchakato wa kanuni ambao mwaka huu ulikuwa shirikishi kushinda mwaka yote. Vilabu vimetoa maoni yao, wadau mbalimbali, serikali, wafadhili wetu, wadhamini, wote wametoa maoni yao, lakini yote inakwenda michakato hatua baada ya hatua. Lakini hatua ya mwisho inakuja kwenye kamati ya utendaji. Kamati ya utendaji ndio chombo cha mwisho ambacho kinapitisha kanuni. Leo nimesikia chombo cha habari kimoja wanasema kanuni zinaenda BMT kusajiliwa. Kanuni haziendi kusajiliwa BMT. Katiba ikishasajiliwa BMT imetaja utaratibu wote wa kuongoza utengenezaji wa kanuni. Kanuni zikishapita kwenye michakato, kamati ya utendaji ndo kikao cha mwisho kimepitisha. Na jana tulikaa ndani ya chumba hiki tukapitisha zile kanuni, lakini sio kupitisha tu, na kamati ya utendaji nayo jana ilikuwa ndo nafasi yake nayo kutoa maoni yake kwenye zile kanuni. Kwa hiyo michakato yote na hizo rasimu mlizoona ni rasimu ambazo zilikuwa zimepita kwa wadau na michango ya wadau mbalimbali, na mabadiliko yalifanyika pia kwenye kamati ya utendaji. Kuna maoni ya wadau yalikuja ambayo yamepita michakato yote. Tumekuja pia mengine kamati ya utendaji imejadiliana, imeyaondoa.
kwa sababu sisi kama kamati ya utendaji ndio ambao tumekasimiwa kusimamia na mkutano mkuu wa TFF mpira siku hadi siku, na kamati ya utendaji imetoa madaraka hayo kwa rais anayesimamia secretariat kwa utendaji wa siku kwa siku. Kamati ya utendaji inakaa kila baada ya miezi miwili, lakini jana ilikuwa ni kikao cha dharura kwa ajili ya kanuni tu, na ni moja ambayo ni vizuri nikaitolea ufafanuzi. Ni mapendekezo yalikuja kutengeneza kanuni ya kuwadhibiti wanahabari, wachambuzi, sijui nini, yote pamoja. Kamati ya utendaji imeona kwamba yale mapendekezo ya zile kanuni sisi sio sehemu yetu. Kuna TCRA na kuna bodi mbalimbali za udhibiti wa mambo ya habari, lakini pia kuna na vyombo vya sheria. Na bahati nzuri cases zilizotokea ambazo kuna waandishi wale abuse, TCRA na vyombo mbalimbali vilitoa ushirikiano na vikatekeleza kama ambavyo inatakiwa. Kwa hiyo sisi tumeiondoa ile, tumeona kwamba imeletwa ndio na wadau, hatujui sijui nani ameleta, sijui ni vilabu, sijui ni nani wameleta. Tumeona kwamba hapana, ingawa mnawavuruga, saa nyingine mnazungumza mambo ya usajili ya uongo, mnawachonganisha, na ndio maana labda waliileta hiyo. Sisi tumeona kwamba kwa sababu vyombo vya sheria na vyombo mbalimbali vinavyosimamia vimeweka taratibu zao na hawajawahi kutuangusha. Lakini pia kama kuna mambo ya rushwa, wengine watakwenda kwenye masuala ya taasisi ya rushwa, sio sisi. Watu wanatuuliza kwa nini yanatoka tuhuma za rushwa sijui nini. Sisi tunajua kwamba tuna limiti yetu na watu wa rushwa wako wanajua, lakini kuna mambo mengine pia yanahusu masuala ya udhibiti wa madawa ya kuongeza nguvu pamoja na madawa ya kulevya kwa wachezaji wetu. Pia vimekuja vipengele hivyo. Sisi tumepitisha kwamba tutaanza na utaratibu wa kuweza kwenye ligi yetu kufanya utaratibu wa uchunguzi, lakini hatukuweka adhabu kwa sababu wako wao taasisi inaitwa WADA ipo Tanzania, na hiyo ndio inayotoa adhabu mbalimbali kwa watakao kutwa na hayo majanga. Kuna masuala yalikuwa yanaongelewa yanayohusu kusajili wachezaji 40. Hii sio kanuni hii, wala hatujabadilisha, ilikuwepo toka nyuma huko. Tatizo hamsomi kanuni. Hamsomi kanuni. Hii ilikuja wakati ule wa COVID pamoja na kuongeza idadi ya substitution ambazo zinafanyika. Tumetoa msisitizo tu kwa sababu mwaka huu ligi itabana kidogo. Kwa hiyo tumesema bana, mnaposajili nyinyi basi msajili 40 wazuri sawa sawa, msije mkasajili wazuri 12 mkabaki na wengine kuongeza idadi, kwa sababu tuwe na wigo mpana. Mtu asije akasema mchezaji anachoka kama una wachezaji 40 na wachezaji wanaocheza ni 11 na kwenye benchi kutakuwa na wengine 9 wako pale, alafu unasema kwamba wachezaji wanachoka. Na pia sio 40 kwa sababu tunaruhusu pia vilabu vinasajili wachezaji 25 wa under 20, na kati ya hao wanaruhusiwa kucheza, na kanuni inalazimisha kwamba angalau wawili wawe kwenye line up na angalau waweze kupata kucheza ikiwezekana hata 10%. Kwa hiyo kwenye kanuni hapo tumeisisitiza zaidi, ingawa tumeweka msisitizo kwamba lazima wacheze, na kuna adhabu zimewekwa kama itaonekana kwamba baada ya msimu tukifanya takwimu au baada ya mechi kufanya takwimu wachezaji hao hawachezi, kwa sababu tumeweka maksudi kwa ajili ya kuwapa nafasi wachezaji wetu ambao tunaona kwamba ni wachezaji watakaokuja kusaidia kwenye timu ya taifa. Lakini kuna jambo jingine ambalo pia sio jipya, isipokuwa nikiri tu kwamba utekelezaji wa ufuatiliaji wa hiyo sheria ulikuwa haufuatwi. Kanuni inaeleza, na hiyo kanuni iko siku nyingi na tumeirisi hiyo kanuni. Nakumbuka tulitengeneza
wakati wa uongozi wa Mzee Tenga kuhusu wachezaji wa kigeni wanaokuja Tanzania kucheza ligi yetu. Kuna categories za nchi mbalimbali na wachezaji wengi hasa wanaotoka Afrika anatakiwa lazima atoke kwenye timu ya ligi kuu na awe ni mchezaji wa timu ya taifa wakati anaposajiliwa. Hiyo kanuni iko siku nyingi, tumesema mwaka huu tutaisisitiza tu kwa sababu kumekuwa na malalamiko kwamba wachezaji wanaokuja wa kigeni wengine wanakuja by the way tu kwamba mchezaji katoka huko, quality yake ndogo, hachezi timu ya taifa, anakuja anasajiliwa hapa lakini anasajiliwa tena anakaa benchi. Kwa hiyo tumeona kwamba hapana, lazima ile enforcement ya ile sheria ifanyike. Kwa hiyo tumeshaelekeza watu walioko kwenye system ya usajili, wakija watarudi background, watakwenda watarudi, wataangalia huyo mchezaji kama ni mchezaji mgeni hayuko timu ya taifa, labda atoke kwenye ile nchi ambayo iko kwenye kategori ambayo kuna nyingine inaruhusu hata atoke kwenye ligi ya chini, sio ligi ya juu. Kwa hiyo yote hayo sisi tumesema kwamba tunazungumza kwamba tutafanya enforcement, sio kwamba kuna kanuni mpya. Lakini kwa sababu wenzetu nyinyi wengine ni wageni, wengine hapa ni waandishi wa habari, wakati Mzee Tenga anatunga hiyo kanuni ya wachezaji wa timu za taifa wa kigeni hamjaingia kwenye habari, na bahati mbaya sababu kuna wengine walikuwa hawajazaliwa, sasa ndio inatokea hivi. Lakini unakuta kuna mijadala tena. Juzi kuna ndugu yetu Jamhuri aliongea, kazungumza mambo ya mwaka 70 na kitu, wengine hata huyo kaka yake Super Kiwelu hamkumuona kucheza. Amezungumza huko. Hivi leo naambiwa mimi naletewa email zangu zimejaa, naletewa mashtaka kumchukulia hatua Jamhuri. Hata wale wanaojua sheria wakisema kuna sheria nyingine, kuna tukio limetokea lina miaka fulani hivi, hata kama limetokea ikana haliwezi kupelekwa hata mahakamani. Leo mwataka wakati huo Kiwelu anacheza huko, mimi nilikuwa nasoma. Leo nimekuja hapa mniambie leo ndio nimchukulie hatua, kisa kazungumza mwenyewe, kaamua kujilipua. Haya, muache aendelee. Kasema mwenyewe endelee, lakini halituhusu. Kwa hiyo msipoteze muda mwingi kujadili vitu ambavyo havina msingi. Vitu ambavyo vina msingi ndio tuvijadili, mnaleta. Kwa sababu sisi hapa ni binadamu, na sisi tunafanya kazi lakini kutokana na taratibu. Bahati mbaya sana tunakuwa na mihemuko. Tunakuwa na mihemuko, au tunataka au ni watu wengine wanatuinfluence tufanye hivyo. Hatuwezi kuzuia, lakini ni vizuri tukaangalia ili tuweze kubalance kidogo. Kwa hiyo kanuni jana tumezipitisha. Mambo mengine ni kanuni ile iliyokuwa inahusu sisi watu wameenda jumba la dhahabu nini. Ile kanuni tumelaumiwa kwamba imerudiwa sijui nini. Imerudiwa ni msimu mmoja. Ni msimu mmoja, hawezi kukaa baada ya mechi tukatengeneza kanuni. Sasa hivi tumetengeneza kanuni. Kanuni nadhani imerudiwa. Adhabu mbalimbali za hela zimewekwa, lakini pia tumekubaliana kwamba tunanunua vifaa. Kuna vifaa vya kudetect harmful gases. Tutanunua vifaa hivyo, vitakuwa vinatumika kwenye chumba. Mtu akikataa kuingia kwenye chumba, tutapima. Tukiona kwamba hakina matatizo, mechi itaendelea, matokeo yatabaki yale yale, lakini tunachukua pointi 5 kwenye mfuko aliona. Kama hana pointi 5, tutaanza na minus. Hilo tumeliweka hivyo. Tumewaita viongozi wale, wameitwa ili kuweza kupata kwa nini wanafanya na wanarudia. Wameeleza na tumechukua. Kilikuwa ni vikao vizuri kabisa, vimetupa mwanga. Kweli kuna vitu vinafanyika, ingawa pale tulishindwa, huwezi kuvidhibitisha kwa sababu hatakuwa na vifaa hivyo. Lakini pia basi unatoka nje kabisa. Lakini pia tumeuliza ukaguzi unafanyikia wapi. Kuna vitu vingi tumehakikisha kwamba angalau taratibu zifuatwe. Na tulijaribu kuangalia kama walikwenda kweli, mwamuzi angekwenda kaenda kuwakagua huko kwenye jumba la dhahabu, tungeruka naye mwamuzi.
Kwa hiyo kuna vitu vingi ambavyo tunavirekebisha. Na jamani, kanuni duniani, sheria zimetengenezwa kwa ajili ya matukio. Linapotokea tukio ndio linatupeleka kutengeneza. Na ndio maana kila msimu tunapitia kanuni, tunarekebisha. Ingawa mwaka huu kanuni zimerekebishwa kwa kiasi kikubwa sana. Swala la kwamba timu kwenda kucheza mazoezi siku moja kabla ya mechi hamna kwa mgeni wala kwa mwenyeji. Hata huko duniani hamna hiyo taratibu. Ni kufill pitch, tunaondoka. Sawa jamani? Kwa hiyo tutakwenda marekebisho pia. Mikoa ambayo ina viwanja vinachezea ligi tumeshavipa ithibati kwamba tutachezea, lakini lazima kuwe na viwanja vya mazoezi. Tutakapogundua kwamba hata huo sehemu ya kwenda hamna sehemu ya kuchezea viwanja vya mazoezi, basi tutawaambia ukatafute kiwanja kingine. Ndio maana hata sisi mnakuta msisitizo tumepewa Chani, tumepewa Afcon, lazima muwe na viwanja vya mazoezi. In fact niwaambie wazi kabisa, hili jambo la miundombinu mazoezi tulikuwa tunalichukulia, lakini mimi nilianza kulifeel kwamba ni jambo muhimu wakati tunatayarisha Afcon ya under 17 2019. Ndio nilikuja nikaona kwamba swala la viwanja vya mazoezi ni vya msingi sana. Lakini kila mashindano yanayoenda, na ndio maana ukakuta tulitengeneza viwanja kwa ajili ya Chani, lakini viwanja vya Afcon vya mazoezi navyo level yake yatakiwa iwe ni kubwa zaidi. Kwa sababu hata hao wachezaji wanaokuja Afcon ambao wanacheza timu zao huko Ulaya, timu zao zikija zikuta kiwanja cha mazoezi hakistahili, watamzuia mchezaji wao asiweze kucheza. Lakini tutakwenda zaidi, tumerekebisha kanuni, ufuatiliaji mkubwa kwamba lazima klabu wewe uko ligi kuu halafu huna hata kiwanja cha mazoezi. Tutaangalia pia kanuni kuzirekebisha kuhakikisha kwamba angalau ambacho unakimiliki. Tumesema sasa hivi watatuletea mikataba tuweze kuona kwamba viwanja vya mazoezi viko katika hali nzuri, lakini tunapokwenda huko tunataka kila timu imiliki kiwanja cha mazoezi, na wengine ambao wataweza, wale ambao wameshaweza, ambao wanamiliki viwanja vya kuchezea, tunawapongeza na tunaendelea kusisitiza kwamba tutakuwa na kile cha kuchezea ni tofauti na kiwanja cha mazoezi. Lazima kuwe na kiwanja kingine cha mazoezi ukiondoa kiwanja cha mechi. Vitu vingi tumefanyia marekebisho, na kanuni hizo zitachapishwa, zitakuwa public au zitawekwa kwenye website au watashare na nyinyi kwenye social media zenu au WhatsApp group zenu, ili muwe nazo muweze kuziona, na wenyewe wadau tutawapelekea. Lakini pia kuna yatafanyika mafunzo mbalimbali kabla ya ligi kuanza ya kuhusu mambo mbalimbali yanayohusu uamuzi, sheria zilizobadilika, lakini pia na mambo yanayohusu tiba. Yote tunataka wale wahusika waweze kupata forum hizo na watu watakao kuwepo. Tabadilisha tena kanuni, tumeongeza kanuni kuhusu mfumo ambao nipende kusema tuna zaidi ya 75% mpaka leo kwamba tutakuwa na mfumo wa video support msimu wetu wa ligi unapoanza. Tayari tushakuwa na mazungumzo na kampuni ambayo tulielekezwa na FIFA na kafu ya nchini Portugal. Siku yote kuanzia leo watawasili hapa. Watakapowasili tutasaini MOU, lakini watakuja na vifaa vyao, tutafanya mafunzo. Bahati nzuri baadhi ya waamuzi wetu wamefuata mafunzo, lakini ukiangalia ni grupu dogo lile. Kuna wengine tena watafanyiwa mafunzo ili kuweza tunapoanza ligi tuweze kuanza na video support. Video support ni mfumo ambao uko chini kidogo ya VAR kigharama. Vifaa vyake sio gharama kubwa sana, ni affordable,
tunaweza sisi kwa level ya ligi yetu tuliofikia tunaweza, lakini pia video support inatoa nafasi kwa wahusika, timu zilizoko uwanjani kuomba kufanya review. Ukiondoa VAR, aidha ni referee au watu walioko VAR room, lakini VS video support, football video support inampa room, wanasema kocha, kuomba kwamba tukio fulani lirudiwe. Wachezaji ndani mle wakiona wanamshtua kocha wao, kutakuwa na ishara. Tutafanya na mafunzo pia makocha jinsi ya kufanya, watapeana ishara, watamuomba force official anamwambia referee. Ni lazima referee asikilize, aende akaangalie. Kila mechi watapewa sloti 4. Akiomba sloti ya kwanza, referee akikubali, bado atabaki na sloti 4. Lakini referee akikataa, akenda pale akireview tukio lile, akiona sio kweli, sloti imepotea, atabaki na 3. Sijui mnanielewa? Hazijawekwa nyingi sana, zingekuwa nyingi sana tena itakuwa vurugu, kila saa watu wataomba tu. Kwa hiyo hizo zimewekwa at least minimum. Lakini ya kwetu tumekwenda mbele zaidi, tumeweka wanaita visual offside line. Tumeiweka na ile system inapiga na mstari kwenye review pale, itaonekana kwamba hii ilikuwa offside, sio offside. Tunakwenda. Kwa hiyo angalau kwa hayo machache, mengine nitakapouliza kama kuna ambalo, lakini naona haya ilikuwa ni muhimu ya kuongea. Mengine tutaendelea kuambizana. Na pia kama mnavyojua timu yetu ya Twiga iko kule Wafcon. Nikisema Wafcon nitasema ya wanawake, lakini nikisema Wafcon mnajua ni wanawake. Wako kule, kesho wanacheza mechi ya pili. Mwenyezi Mungu akusaidia, tukishinda tutakuwa tumekwenda robo finali, tukiwa tuna mechi moja nyingine mkononi ya Ivory Coast. Kwa hiyo tunaombea hapo. Lakini pia kama mnavyojua, mwezi wa 9 timu yetu ya under 20 girls, Tanzanite girls, watakuwa wako Poland. Tuko kwenye mazungumzo na serikali, watakwenda nje ya nchi kwa kambi kabla ya kwenda Poland ili waweze kufanya hivyo. Lakini pia kama mnavyojua, timu yetu ya futsal nayo imequalify kwenda AFCON. Ilikuwa kwenye mechi za majaribio ya kirafiki na wenzetu wa Zambia. Wamerudi hapa, wako kambini kama mliwaona hapo, wanakwenda kwenye mazoezi. Kuna tournament nyingine imetayarishwa Mozambique. Itakuwa Mozambique, Angola na Zambia na Tanzania tutacheza hapo kabla ya kwenda AFCON ya futsal. Ndio kama mnavyojua tuliqualify, mechi ya mwisho tuliwatoa Ivory Coast. Lakini pia timu yetu ya Serengeti Boys ilikuwa China, imefanya vizuri, mechi zake zote imeshinda kule. Tukafunga Nigeria 3-2, tukaja tukawafunga China 2, tukaja tukawafunga Australia 5-3. Lakini mabinti zetu wale wa under 14 walikuwa Portugal, ambazo walishinda mechi zote 4, walifunga goli 19 na wakafungwa goli 1. Wamefanya vizuri. Hivi tunavyozungumza, kuna workshop kubwa tu ya FIFA inafanyika kule Zanzibar, inazihusisha nchi 10 za Afrika ambazo zimequalify kwenda World Cup. Technical bench yao yako pale, wanapewa workshop angalau kuhakikisha kwamba wanarudi kwenye timu zao, kwenye mazoezi yao, wafanyie kazi yao mambo ili waweze kwenda na uwakilishi mzuri kule Qatar kwenye kombe la dunia.
Kwa hiyo ni jambo kubwa kuwa na workshop kubwa hiyo ya FIFA kufanyika kwenye nchi yetu. Inaonyesha jinsi gani FIFA wanatuthamini na wanaona Tanzania ni potential na Tanzania ni mdau mkubwa kwa ajili ya mambo ya michezo. Lakini pia katika ufunguzi, baada ya pale tulikuwa na kikao watu wa FIFA pamoja na naibu waziri wa michezo wa Zanzibar Mheshimiwa Gulam. Tumekubaliana kwamba tunaanzisha TDS Zanzibar, na bahati nzuri kuna miundombinu tayari serikali ishatengeneza kule. Hatutakuwa na tabu ya kujenga kama tulivyojenga Tanga na Kigamboni, kwa hiyo tutatumia ile. Lakini kama tunavyojua kwamba kituo cha Tanga kinabadilika, sio TDS tena, kitakuwa ni FIFA Talent Academy. Muda wowote kuanzia mwaka huu baada ya kombe la dunia ilikuwa tufanye taratibu hizo. Kwa hiyo TDS itakuwa, lakini pia tutaanzisha kituo kingine Kigamboni. Kigamboni tunatumia tu kwa ajili ya timu zetu kambini, lakini tutaanzisha TDS tena nyingine pale, kwa sababu tunawapata vijana wazuri sana. Kuweza kuaccommodate Tanga ni ngumu. Kwa hiyo tumeamua kwamba badala ya kuwarudisha nyumbani tuwaweke tena wale ambao wameonekana labda hawawezi Tanga kule, lakini sisi tumeshawachagua kwamba ni wazuri, wamekuja hapa. Kwa mpira unaweza huyo ambaye ameambiwa hakwenda Tanga lakini akaja ndio akacheza timu ya taifa kuliko yule ambaye yuko Tanga. Kuna mambo mengine ya kibinadamu, lakini pia na uwezo unabadilika. Wakati bado tunaendelea na mazungumzo na serikali ya mkoa wa Shinyanga kuhusu kituo cha Kahama kile. Baada ya haya machache, basi nadhani nikaribishe maswali. Karibishe maswali mengine tutayajibu huko, na kama kuna sehemu sijagusa lakini nadhani hizo sehemu zote nyingine ambazo nimezizungumzia ndio ambazo nilifikiria kwamba zilikuwa hazijakaa sawa. Tukizizungumzia itakuwa vizuri zaidi. Karibuni. Maswali, utajitambulisha jina lako na media yako. Sawa. Naitwa Lugaroisa kutoka TV3. Kwanza nikupongeze President kwa kazi kubwa unaifanya. Kuzungumzia kuhusiana na timu za taifa kwa kweli vizuri sana. Hongera sana. Inawezekana usiongee lakini tunaona maendeleo ya timu zote za wanawake na wanaume. Tutakuja pongezi hizo na maswali kama mawili kama sio matatu. Umezungumzia kuhusiana na kuwepo na video support. Lakini tunajua pia hata VAR ilikuwa na changamoto vile vile. Malalamiko yanakuwa ni mengi. Lakini kwetu kuna malalamiko ambayo yanahusiana pia na upangaji wa matokeo, baadhi ya waamuzi na hizi timu, baadhi ya viongozi wanakuwa wakiingilia mambo ya rushwa, kuingiza kule kupata fedha na vitu kama hivyo. Pengine mpango ukoje? Maana pia kuna masuala pia ya beti ambayo yako hapa. Mpango wa kuondoa hii hali ambayo iko kwenye ligi ikoje kwa msimamo huo? La pili ni umezungumzia, na hongera sana kwa sababu umeboresha maeneo yote Tanga na Kigamboni. Lakini swali langu liko hapa kwenye makao makuu ya TFF. Kulikuwa na uwanja hapa wa Karume ambao ulikuwa unatumika kwenye ligi. Na katika matumizi hayo kwa baadhi ya ligi chaguo ilikuwa ligi kuu, baadaye ikaja vijana na wanawake. Nowadays hakuna kinachotumika hapa. Hata mazoezi ya watu wazima pia itabidi kukimbia mchangani. Kwa ajili ya maendeleo ya mpira wetu, naona ni eneo la kibiashara. Umetazama kwenye eneo gani au kuna mpango gani kulifanya ile eneo kuwa na uwanja ambao unakuwa ni marketable, lakini pia kibiashara zaidi? Tunajua unaweza kujenga maduka kama hostel na vitu vingine kama hivyo, lakini itaongeza kipato kikubwa kwenye kishirikisho. Swali la tatu, pengine pia ikiambatana na maombi yako, kama itakupendeza, shirikisho la mpira wa miguu Tanzania ni shirikisho ambalo linahusiana na jamii kwa ujumla. Huwa mara nyingi kama waandishi wa habari tunapata wakati mgumu sana kupata taarifa kutoka kwa shirikisho. Wakati mwingine imekaa ni taarifa ambazo haziwapendezi sana, lakini ni taarifa ambazo tunaweza tukapata majibu ambayo pengine tukasaidia jamii kufahamu kwa upana wake kuhusiana na jambo fulani. Lakini wale ambao pengine wanakusaidia nyuma hapo ukiwa mkurugenzi na maeneo tofauti,
wamekuwa ni wagumu sana kutoa taarifa, na mwisho wa siku ni haya ambayo yanaibuka sasa hivi, labda nazungumzisha huku kitu ambacho hakina ufafanuzi zaidi. Kwa mimi ningependekeza pengine kuongea na wakurugenzi wako katika maeneo tofauti kwa active. Tumeona kauli yangu ya mwanzoni kabisa nimezungumza hapa kama tutakuwa na kila moja, kwa sababu sisi ni waandishi wa habari, tunafikiria, tunakuwa na mjadala, kija kwenu tunashindwa kupata vikwazo vya kupata ufafanuzi zaidi kuhusiana na masuala kadhaa wa kadha. Kwa hiyo ningependa kuwepo na semina kwa waandishi wa habari, hasa katika vitu ambavyo pengine mngetaka tuvielewe zaidi, ili kuondoa migogoro hii ya ithibati nini, kwa sababu naona kuna migogoro nyingine kwa kama kitu kila mtu ndio na namna hiyo ingetusaidia sana kuboresha katika maeneo haya. Kwa hayo mimi nikupongeze sana kwa hilo ufanye, na mimi nitajua kushukuru sana. Upangaji matokeo, rushwa, betting, siwezi kuongelea. Kama una evidence tuletee, kwa sababu vitu vingine ni mambo vya kisheria. Kwa sababu mimi siwezi leo hapa nije nizungumzie jambo la upangaji matokeo. Sijui mimi kuna upangaji matokeo, na kama unasema kuna upangaji wa matokeo, ina maana una undergrade ligi yetu kwamba hata huyo bingwa aliyopatikana sio bingwa halali. Kama una hizo evidence zilete, au nenda kwenye vyombo ambavyo vinahusika. Hayo mambo ya kudhania, kusema tu huyu mtu nini kapitwa, huyu kapanga matokeo au nini, please, tutakuwa tunaenda sehemu ambayo sio. Swala la betting tunafanyia kazi, yanazungumzwa kwamba watu wameingia kwenye betting, wanatajwa kwamba kuna wachezaji, kuna makocha na kuna waamuzi. Tumesikia haya, na kuna baadhi ya waamuzi tumepata mpaka taarifa kwamba wana vioski vya betting. Tumewaondoa, hawapo kwenye line up. Lakini hao waamuzi tumewaondoa, nyinyi ndio mnakuja huko natumiwa kwenye message, huyu mwamuzi sio kaondolewa sijui nini. Sasa unajua kuna vitu vingine, ili kuwa salama zaidi tunaamua kwamba huyu apumzike. Sasa utakapotaka taarifa huyu mwamuzi kwa nini kapumzika, Ndimbo yuko hapa akwambie hapana, kwa sababu sasa tumeamua mpira wetu uwe salama, hatuna evidence. Kwa hiyo angalau huyu mtu apumzike. Sasa wewe utakaa na maiki yako huko, baba Paris yuko nini, nyinyi ndio mnayetuambia, lakini sisi tunaamua apumzike. Kwa hiyo tunakwenda, na ndio hayo tunakwenda. Ndio mengine si ajabu wewe sasa hivi umesema kwamba ithibati. Mimi kabla ya kikao hapa nimezungumza mimi kwamba sisi imeletwa mapendekezo, nikasema si ajabu mmewakera hao watu huko, ndio maana wakatuletea huko kanuni, na michakato ya kanuni imeenda. Sisi hapa kamati ya utendaji ndio ilikuwa ya mwisho. Jana sisi ndio tumeona hiyo rasimu, jana ndio tumepitia, tukapitisha, tuliona, tukaongeza ambayo tumeona yanahitaji kuongezwa. Kwa hiyo hilo tumeliondoa, kwa sababu waandishi ambao walimisbehave tuliripoti, tulipata ushirikiano. Sasa wewe hapa bado unaliuliza sijui ithibati, lakini nilishazungumza. Au kama umechelewa basi wenzako watakupa taarifa, mimi nilishalizungumzia. Ndio jambo la kwanza ambalo nilizungumzia. Sasa hii rushwa na upangaji matokeo, tutaomba tukimaliza hapa njoo pale uniambie, unipe evidence, nitakusaidia mimi. Sio kwa kukwambia mheshimiwa, kwamba evidence zipo, sio kwamba za kudhibitisha mimi. Kutoka kwa wadau wa kila. Sasa nisikilize, hebu kaa. Lugano, kwanza leo nakushukuru, leo umenipongeza. Kwa sababu huko nyuma umenigonga sana. Nashukuru leo umenipongeza. Mwenyezi Mungu akubariki. Ingawa nilishakusamea huko nyuma. Nisikilize. Kwa hiyo sisi tunataka, ukisema wadau, we hapo umekuja mwandishi wa habari, sijaita mimi mwakilishi wa wadau. Sijui unielewe, sijaita mimi mwakilishi wa wadau. Nimeita hapa wewe tuje tusaidizane. Kama wewe unalo la kwako, mimi nitakusupport,
nitakuja na nitakupeleka, tutaenda wewe mimi na mpaka TAKUKURU. Bana huyu hatuambie. Anazo taarifa. Swala la Karume tuna mpango wa kutengeneza hapa. Tulikuwa na mpango huu ni wa siku nyingi. Tulikuwa tunashirikiana na wadau, lakini pia hati yetu ya hapa ilikwisha muda wake. Na wenzetu wa halmashauri ya jiji, nadhani kuna mheshimiwa diwani mmoja ambaye ni mwenyekiti wa mipango miji alitoka hata kwenye vyombo vya habari akasema wanataka watunyang'anye hapa wafanye parking. Nadhani mnafahamu, tusiende mbali zaidi, lakini tunashukuru kwamba hilo jambo, hati yetu nadhani siku mbili hizi tutaichukua. Kwa hiyo tunapokuwa tunaongea, hatuwezi kufanya jambo lolote bila hati, mpaka tuliandikiwa barua kwamba tulete mpango wa hapa Karume. Hapa ni makao makuu yetu, ni uwanja wetu wa Karume, na uwanja ulikuwepo hapa. Unasema wazee walikuwepo, tukishautengeneza wazee hawaruhusiwi waendelee huko. Ukaruka ni uwanja huu wa kazi. Kwa hiyo tuna michoro tu, siku sio nyingi tutautengeneza uwanja huu, utatumika sio ligi tu, hata timu ya taifa inaweza kucheza hapa. Lakini pia huku pembeni livyoungua soko la Kariakoo na soko la Mchikichi, tuliwahifadhi. Halmashauri ilituomba tuwahifadhi huko pembeni ili waweze kufanya biashara. Kwa hiyo tutaangalia jinsi gani tunatengeneza michoro ambayo inaendana na eneo hili la CBD, kwamba kunahitajika kitu gani kifanyike. Mbali ya uwanja na ofisi yetu itakuwepo nzuri hapa, manake yule mdau alisema tumehamisha ofisi, sasa hivi tuko Kigamboni, hapa sio panafugwa mbuzi tu. Kwa hiyo ni eneo letu, nataka tutengeneze kitu kizuri. Na michoro baadaye kama tunaweza kawaonyesha hata uwanja ambavyo utakavyokuwa. Hiyo michoro mingine ya uwekezaji huko pembeni itategemea na CBD requirement tutafanya, kwa sababu hata sisi tunahitaji pia tuweze kupata kipato ili tuweze kuhudumia vituo vyetu vya Tanga na Kigamboni. Kwa hiyo Karume lipo hapa. Hilo nyingine kwamba hampewi taarifa, tatizo mna haraka sana. Naweza kuwa mmeshasikia huko utetesi kwa wadau, mnakuja sema nataka Ndimbo hawajibu. Hapana, tuna utaratibu sisi wa kutoa press zetu. Ndugu yangu hayo siku moja aliniuliza kitu, nikamwambia wewe acha kiherehere. Hilo jambo bado. Sinakumbuka nilikwambia hivi. Bado jambo halijafika. Likifika muda wake, alafu hii ni taasisi. Sio kila kitu cha taasisi kisemwe. Sio kila kitu cha taasisi kisemwe. Kuna muda lazima usemwe. Sio tu hapa mtu azunguke. Kwa hiyo utaratibu upo, na nimesema mimi basi binafsi unaweza kunipigia simu tu kaniuliza, bora unirekodi, nitakwambia tu kukupa mwongozo. Ukienda pale unaweza ukazungumza, ukaonekana maoni yako, hata ukakuona bingwa unajua mambo mengi, kumbe nimekwambia mimi wala sio mimi. Ili uzungumze tu vizuri, ili usionekane leo umezungumza kesho ukazungumza kitofauti. Na nawaambia kama kuna jambo niulizeni, likiwa tutakufafanulia, lakini usinikoti, nikupe tu ufafanuzi ili uweze kuzungumza hata unapojadiliana na wenzako pale studio, wewe uonekane kwamba ni bora. Lakini tayari mshatoa huko afu uje hapa ili wala hatushindani hapa kwamba umezungumza hiki tunashindana, wala hatuko kwenye kesi, ni kufanya kitu kwa utaratibu. Hii ni taasisi. Ndio maana itakapofika siku inahitajika kutoa press release itatolewa. Siku inahitaji aongee Ndimbo mwenyewe, aongee kocha mwenyewe, aongee mwenyewe, zungumza. Na kuna mtu katoa habari ya Clara sijui na Winfield na Gerard. Sisi wote na Tanzania tunataka wakacheze wale washinde, lakini kama wana matatizo watacheza, au kama mtu anaumwa atacheza. Alafu mambo mengine sio kwamba kila kitu tu kizungumzo. Tazungumza kila kitu. Bwana nyumbani kwenu amji kutuambia hapa sisi. Hii nayo ni taasisi na mambo yake ya barazani na ndani. Kwa hiyo lazima tupate heshima hiyo. Sawa jamani?